Waebrania 13:16, usisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Nataka niseme hivi, wakati wa msimu wa Krismasi na wakati wa msimu wa kusherehekea mwaka kuisha na mwaka mpya, mara nyingi wengi wetu huwa tunashikwa na hali ya kusherehekea, na wengi wetu huwa tunasahau ya kwamba bado tuko katika safari ya wokovu, and we should be able to work out our salvation with fear and trembling. Waweza kuta nyakati kama hizi watu wengi waliookoka wanabebwa na holiday na wanasahau kana kwamba bado wameokoka. Wengi watu tunaingia katika msimu wa holiday, tunasahau ya majukumu yetu ya wale, kama ni wazazi, kama ni mume mke nyumbani, tunasahau pia ya kwamba ni wakati wa huduma. So kuna mambo ambayo nimesikia kuhimizika kuyataja kwetu sisi, ili tunaposherehekea Krismasi na mwaka mpya ama kumaliza mwaka, tukaweze kusherehekea kwa ufahamu, tukijua ya kwamba bado tuko na wajibu. Uwe kuna sherehe, hakuna sherehe, Mungu anataka tukaweze kuhudumu kama vile yeye anavyotaka kwa utukufu wa jina la Kristo. Kuna watu wamejikuta safarini na hawajui wamesafirije. Wengine ni kwa sababu ya msisimko, ama wamesukuma na wenzao wasafiri na ana ajenda, ana mpango. Bwana asifiwe. So ni vizuri kuelewa ya kwamba katika kila jambo tunapaswa kumakinika. Kisoma Wakorintho wa pili sura ya 6, 2 Corinthians chapter 6 verse 14-18. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aaminiye ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi ni hekalu la Mungu aliye hai. Maana Mungu aliyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitakwenda na kuwa nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguze kila kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribia. Nitakuwa baba kwenu, nami mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Kama vile nimesema, kuna watu hujikuta wamesafiri, si kwa sababu walikuwa na mpango, si kwa sababu walikuwa wamekusudia, lakini wameshawishiwa na marafiki zao. Kuna watu wengine wanajikuta katika party, katika sherehe, si kwa sababu walipanga, lakini kwa sababu marafiki zao, kwa sababu wenzao wamewaita kwa karamu. Pasipo kujua, ni vizuri kuhudhuria karamu, lakini ni vizuri tumakinike. Katika hiyo karamu Mungu atatukuzwa, katika hiyo sherehe Mungu atatukuzwa. Kuna watu wamejikuta hata wametoka kando na mapenzi ya Mungu kwa sababu kuna sherehe walienda, labda walikesha, labda walilala nje, si nje ya nyumba, yaani ni nje ya kwao, na ni kitu akafanya na ni kitu hajawahi fanya, lakini kwa sababu ya sherehe, kwa sababu ya kubebwa na marafiki, mtu anakuambia tutakuwa tunamaliza 6, tutakuwa tunamaliza saa 2 tuko nyumbani, lakini unakuta mahali walipo
hawezi kutoka na hawezi kujitoa. So maandiko yamesema ya kwamba msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Ni vizuri kumakinika na wale watu tunaenda kuhudhuria karamu zao. Msifungiwe nira na wasiookoka. Msifungiwe nira na wasiookoka, kwa maana hakuna uhusiano baina ya hekalu la shetani na hekalu la Mungu. So hii umesikia tukuhimizika kukuambia ya kwamba, ama tuangalie tuelewe ya kwamba wakati huu ni kweli wa sherehe, lakini tusiwe watu wa kumewa na upepo, tukielekezwa mahali ambapo tunajua pale Mungu hatatukuzwa. Heri utulie na familia yako. Kama umesafiri kwa malengo ya kuenda kukaa na familia yako, tulia na familia yako. Tulia na familia yako, kae pamoja, mle kile kidogo ambapo uko nacho, na si lazima kusherekea ikawa expensive. Hapana, si lazima ikawa expensive. You can just live within your limits. Kumbuka kuna watoto wanafungwa Januari. Kumbuka watoto wanaenda shule Januari. Kumbuka kuna projects ambazo unapaswa kuzifanya. Kikula 5, hakikisha umeweka 5. Waebrania 13:16 neno la Mungu linasema hivi: lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo Mungu zimpendezazo Mungu. Ni vizuri kuwa na sherehe, because of course you are looking back at what God has done. It is good you are celebrating the birth of Jesus. It is good you are celebrating the end of a year. But it's also important kuwa na kiasi. Uwe na kiasi, kwa sababu kiasi ni tunda la Roho. Lakini pamoja na hayo, ni vizuri kutenda mema na kuhakikisha katika wale wanawao, watu wa nyumbani, watu wa familia yako, mnakuwa na ushirikiano katika yale ambayo mnafanya. It's important to reflect how the year has gone as a family. It's important that we also reflect back how we have done as a church, na ni wakati mzuri wa kutulia pamoja na familia zetu, na uhakikishe ya kwamba katika hiyo familia kuna watu unakuta wameacha mama nyumbani na watoto na wao wameenda sherehe, ama unakuta si wanaume peke yao, hata wamama. Kuna wamama huenda sherehe na wanaacha baba pale na watoto, au wanatengeneza kitu ambao wale watu wamebaki nyumbani. Yeye ameenda sherehe kwa marafiki zake vile walipangana, lakini wale watu wako nyumbani haya wakiwaachia kitu. Hebu sikia vile maandiko yanavyosema katika Timotheo wa kwanza, 1 Timothy chapter 5 verse 8. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Tusome haya maandiko. Nisikie kuhimizika ya kwamba nitoe ushauri kwetu sisi. Mara nyingi unakuta mtu amerudi nyumbani amepigwa, amefura, kurwa mawe, kwa sababu alikuwa mahali ambapo hakuhitajika. Bwana asifiwe. First Timothy. Anakuta mtu kwa sababu hapo na nia nzuri, akitoka amewacha jamii yake wanatatizika, hata hajawaelezea wako wapi. Unakuta familia iko pale inatatizika. Kaja vile Timotheo anavyotuambia katika 1 Timothy chapter 5 verse 8. Anasema hivi: lakini mtu yeyote asiyewatuza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake,
hasa ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. So wewe wakati huu unaposherekea, ukiwa unasherekea, wataka kufurahia peke yako, kujatunza watu wa familia yako. Biblia inasema wewe ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Na jambo la kwanza Paulo anasema umeikana imani. Umeikana imani. Kama unasema umeokoka, lakini Biblia inasema umeikana imani. Na wewe ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. So, usipewe na sherehe ukasahau familia, ukasahau wale ambao ni wa jamii yako. Let nothing take you away from your family. And if you are to attend church, inawezekana endeni pamoja, mkabarikiwe pamoja. Kama ni nyumbani, tulieni nyumbani. Usiwe wa kutembea tembea unaangalia wale wameandaa nini. Kwani huwezi amini Mungu kwa ajili ya utoshelezaaji. Na pale Waebrania anasema tusiwe wapenda fedha, tutosheke na vitu ambavyo tuko navyo. So it's important wakati huu wa kusherehekea Christmas na mwaka mpya, usiwe wa kubabaishwa na watu. Sherehe hizo ni zako, na kama uko na kile ambacho uko nacho kidogo, kula wewe na familia yako na mkule kwa upendo. Biblia inasema inapendeza wandugu wakae pamoja kwa upendo. Endelea kusoma, maandiko yanasema ni kama mafuta mazuri yashukayo kuanzia kwa ndevu za Haruni hadi kwa mavazi. So when you have joy and your family has joy, you find God commands blessings in that family. So I just want us to encourage one another as we celebrate this season, Christmas na New Year, tukaweze kuwa katika hali ya kuhudumiana as a family. Na tusisahau kama vile nimesema, bado umeokoka na uko na wajibu wa kutimiza. Kuna watu ambao unakuta kweli kuna sherehe lakini wengine hawana chakula. Unakuta kuna sherehe lakini wengine wako hospitalini. Unakuta kuna sherehe lakini bado kuna wengine ambao wanahitaji. You have a responsibility. You have a responsibility to make sure wale hawana. Ni wajibu wako wewe ambao Mungu amekubariki uweze kuwa baraka kwao. Matthew, look at what Matthew is saying. Matthew chapter 25 from verse 31. Matthew chapter 25 verse 31 to 46. Because you are still a believer whether we are on holiday or not. You are still a believer in Jesus Christ and you have a responsibility. Tusichoke kutenda mema. Mwambie mtu tusichoke kutenda mema. Mwambie mtu tusichoke kutenda mema. Wakati wa msimu wa Christmas na New Year, tusichoke kutenda mema. Now, Yesu hapa kuna maneno anayoyaongea kuhusiana na kurudi kwake. Na ndio nataka niseme ya kwamba hata kama utakuwa unasherehekea Christmas, ujue bado Yesu anarudi. Bado Yesu anarudi. Kuwe na New Year Eve, bado Yesu atarudi. Kuwe na New Year, bado Yesu anarudi. Kuwe na Christmas, bado Yesu atarudi. Kuwe na harusi, bado Yesu atarudi. Kuwe na birthday, bado Yesu atarudi. So as we are celebrating in this season, let us remember ya kwamba Yesu bado anarudi. Na ujira mkononi mwake kumlipa kila moja sawa sawa na alivyotenda. So, Matthew chapter 25 verse 31. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu, this is now Jesus, katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha hukumu cha utukufu wake,
na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nilikuwa na njaa, mkanipa chakula, na nilikuwa na kiu, mkaninywesha, na nilikuwa mgeni, mkanikaribisha, na nilikuwa uchi, mkanivika, na nilikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama, na nilikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona ungeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. So when Jesus is coming back, he is going to reward you according to what you did. Whether we are on a holiday or not, you have a responsibility to visit those that are sick. Whether you are on a holiday or not, you have a responsibility to feed the poor. You have a responsibility to meet with the needs of them that are needy. So unaona Yesu anasema ya kwamba kama ulikuja kama ulimtazama yeyote akiwa hospitalini, akiwa kifungoni, ulimtendea mimi. So I want to encourage every one of us. Najua Mungu ametubariki. Kwetu tunakona vyakula. Kama uko na unga kilo 2, gawa sehemu umpatie yule mtu hana. In that way, one, you will have ministered to Jesus. 2, utakuwa unamkopesha Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, whether we are in celebrations or not, we have a responsibility to look at them, to visit them that are sick, tembelea walio wagonjwa, tembelea walio kifungoni, kuweza kulisha wale walio na njaa, kuweza kuwanywesha wale ambao hawana kinywaji. So kuna umuhimu wa kuelewa ya kwamba pamoja na kuwa tuko katika sherehe, tusisahau wafadhili. Biblia inasema tusisahau kuwafadhili wageni. Iko katika habari wa Ibrania tunasoma Hebrews 13. Hebrews 13, wacha tusome hapo maandiko. So tuwe wakaribishaji watu. Hebrews chapter 13 verse 14. Okay, let's read verse 16. Lakini msichoke, msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo Mungu zimpendezao Mungu. Okay, 17. Watiini wenye kuongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafaa nyinyi. So whether we are on a holiday, we have a responsibility to minister to the sick, to minister to the needy, to minister
to those that are in need, whether they are in hospital, whether they are in their homes. Kwa hivyo Yesu atakaporudi, unaona atauliza. Alafu kisha aliuliza wale wako katika mkono wa kushoto. Elewa, hao wameingia katika mkono wa kulia ni wale wanaingia mbinguni. Wale walio katika mkono wa kushoto ambao ni mbuzi. Biblia inasema hivi. Basi we were in verse 40. Na mfalme akajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwenende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula; nilikuwa na kiu, msininyweshe; na nilikuwa mgeni, msinikaribishe; nilikuwa uchi, msinivike. Leo kwa nguo Mungu amekupatia neema, umenona, au kwa vile ulikuwa last year. Vingine hata hazipiti hata ukilazimisha, na si vizuri huwa waongeza mapanda. Wengine naona wanaongezanga side, wengine naona wanaongeza side, wengine huko nyuma. Sasa kusema kweli, kwa nini usibariki mtu? Tena leo unaweka kiraka, yani ni kama sasa ile. Sio patie tu mtu. Patia mtu. Mwambie mtu bariki mtu naye. Alafu ukibariki mtu, Mungu naye atakupatia vizuri. Bwana asifiwe. Mwambie mtu aje kuongezea mapana. Ateneza kumanisha hata. Huo ni uchoyo. Huo ni uchoyo. Mungu amekubariki. Na usibaye kama utabariki. Bwana asifiwe. Ndipo hao watamjibu. Pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. By the way, God did not make hell for human beings. Unaona hapo juu imesema moto wa jehanamu ulitengewa shetani na malaika zake walioasi. So, unaweza kujinunulia tiketi ya kwenda hell umeokoka kwa sababu ya kutotembelea wagonjwa, kwa sababu ya kutohudumia maskini, kwa sababu ya kuweka mbona kuongezea viraka iongezeke badala ya kupatia watu wengine. God have mercy. God have mercy. Yaani vitu vidogo tu. So take advantage of this holiday. Useme mimi Christmas hii last year nilikula hii. Hapana, this time nataka kubaraka kwa mtu. Bwana asifiwe. Tuwe wakaribishaji wageni, tukaribishe wageni. Biblia inasema wengine walikaribisha malaika bila kujua. Unaweza karibisha mtu kumbe hata akwambie tu Mungu akubariki hivyo peke yake. Mungu akufungulie milango for next year ambao unang'ang'ana kuiombea. Kabisa? Sema Mungu nisaidie. James chapter 4 verse 17. James chapter 4 verse 17. Elewa sasa, umejua ukweli ni upi ya kwamba unapaswa kukaribisha wageni, kwamba unapaswa kutembelea wagonjwa. Hiyo sasa umejua. Biblia inasema wakati wa ujinga Mungu alijifanya aone, lakini sasa anaita watu wote watubu. James chapter 4 verse 17. Yakobo sura ya 4 mstari wa 17. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi,
kwake huyo ni dhambi. So tusichoke pamoja naye, tusichoke, tusivunjike moyo, kwa sababu wengine labda hawata appreciate, wataona kama unajifanya, lakini wewe mradi tu umesikia kuelekezwa hivyo, enda wahudumie, ombea walio wagonjwa, watembelee, watie moyo, wafariji, na Bwana atatukuzwa, kwa sababu Yesu kilichotoa mbinguni ni upendo. And as we are doing everything we are doing this season, let us do it out of love. Na sisi kuna wale ambao tutabakia hapa kanisani. Tumesema ya kwamba 24 tutakuwa na hiyo New Year, Christmas Eve 24 usiku saa 4 hadi saa 6 usiku, na 25 tutakuwa na hiyo Christmas service hapa kanisani saa 4 mpaka saa 6. Alafu New Year tutakuwa na New Year Eve saa 4 usiku hadi saa 6 usiku. Alafu New Year tutakuwa na New Year service hapa kanisani saa 4 mpaka saa 6. So wale watakao safiri tumewaombea na mtasafiri salama, tutakuwa na vyakula na vinywaji na hutapungukiwa, kwa maana Mungu ameahidi hata waacha kama na hata wapungukiwa. Na sisi wale tumebakia, tumeamua tumetenga na tumepanga. Mwambie mtu wale tumebakia, tumetenga na tumepanga wakati huu na Bwana atatukuzwa. So let us encourage one another, tuhudumiane. Ukija hapa kanisani ukiona mtu, sababu unaweza kuona mtu huyu ni mhitaji, usiambie watu nimeona mtu mhitaji. Hapana, wewe tu umesikia kuelezeka hivyo, mwambie tu naomba tuende na wewe nyumbani, alafu kama ni nguo kwa naye mwambie tu patie hii. Kuna siku moja mtu mmoja anakuja nyumbani, nilikuwa ninatoka kwa gate nyumbani, hata sikitambo ni juzi. So vile tulisalimiana na yeye, nikamwambia ngojea kidogo, nikimbia kwa nyumba kidogo na kitu nimesahau. Saa hiyo tu nilikuwa nimeona vile alikuwa amevaa, na mimi niko na koti kadhaa na huo usivai kwa koti kwa sababu ya joto. Kaenda kuchukulia moja, niweka kwa kari hapa, nikamwambia hii ndio nilikuwa nataka tu kupatia. Yaani aliniambia anayeona kwa siri kuchukua wazi. Na ni kwa kweli anahitaji wote, kwa sababu nimekuwa naona siku nyingi, lakini hiyo siku yaani nilisikia tu hapana. Akamwambia ngoja tu hapo kuna kitu nimesahau. Si hata kuna kitu nimesahau, nilisikia tu. Sasa hiyo ndio nakuga nimesikia tu kumwambia. Kaenda nikachukua weka kwa gari ya baki nikampatia. Na alikuwa anaenda kwa shamba ya gari, akaniambia anayeona kwa siri asikumbuke. So as we are celebrating Christmas and New Year and this festive season, let us remind ourselves tuombe sana, na Mungu anayeona kwa siri anatutegemezea kwa utajiri wake. Tusimame.